sisi, na tulipokee kwa furaha kwa imani hilo neno lenye kutuletea wokovu. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumatatu, juma la 4, kipindi cha kawaida cha mwaka A wa kanisa. Masomo yetu ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Malaki sura ya 3 aya ya 1 hadi ya 4, na somo la pili linatoka waraka kwa Waebrania sura ya 2 aya ya 14 hadi ya 18, na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Luka sura ya 2 aya ya 22 hadi ya 40. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Zilipotimia siku za kutakasika kwao, kama ilivyo torati ya Musa, wazazi wa Yesu walikwenda naye hata Yerusalemu, wamweke kwa Bwana. Kama ilivyoandikwa katika sheria ya Bwana, kila mtoto mwanamume aliyekifungua mimba ya mamaye na aitwe mtakatifu kwa Bwana. Wakatowe na sadaka, kama ilivyonenwa katika sheria ya Bwana, hua wawili au makinda ya njiwa wawili. Na tazama, pale Yerusalemu palikuwa na mtu jina lake Simeoni, naye ni mtu mwenye haki, mcha Mungu, akiitarajia faraja ya Israeli, na Roho Mtakatifu alikuwa juu yake. Naye alikuwa ameonywa na Roho Mtakatifu ya kwamba hataona mauti kabla ya kumwona Kristo wa Bwana. Basi akaja hekaluni ameongozwa na Roho, na wale wazazi walipomleta mtoto Yesu ndani ili wamfanyie kama ilivyokuwa desturi ya sheria, yeye mwenyewe alimpokea mkononi mwake, akamshukuru Mungu akisema, sasa Bwana, wamruhusu mtumishi wako kwa amani kama ulivyosema, kwa kuwa macho yangu yameona wokovu wako ulioweka tayari machoni pa watu wote, nuru ya kuwa mwangaza wa mataifa na kuwa utukufu wa watu wako Israeli. Na babaye na mamaye walikuwa wakistaajabia hayo yaliyonenwa juu yake. Simeoni akawabariki, akamwambia Mariamu mama yake, tazama, huyu amewekwa kwa kuanguka na kuinuka wengi walio katika Israeli, na kuwa ishara itakayonenewa. Nawe mwenyewe upanga utaingia moyoni mwako, ili yafunuliwe mawazo ya mioyo mingi. Palikuwa na nabii mke jina lake Ana, binti Fanueli, wa kabila ya Asheri, na umri wake ulikuwa miaka mingi. Alikuwa amekaa na mume miaka 7 baada ya uanawali wake, naye ni mjane wa miaka 84. Haondoki katika hekalu, ila huabudu usiku na mchana kwa kufunga na kuomba. Huyu alitokea saa ile ile akamshukuru Mungu, na wote waliokuwa wakiutarajia ukombozi katika Yerusalemu akawatolea habari zake. Basi walipokwisha kuyatimiza yote kama yalivyoagizwa katika sheria ya Bwana, walirejea Galilaya mpaka mjini kwao Nazareti. Yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu, amejaa hekima, na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Mpendwa msikilizaji, karibu katika kipindi cha tafakari ya siku ya leo, ambapo leo kanisa linafanya sherehe ya kutolewa Bwana hekaluni. Tukio hili linafanyika kutimiza torati ya Musa, kusudi kumtakasa mama na mtoto, lakini pia kumweka wakfu mtoto kwa Bwana. Kwa kuwa Yesu alizaliwa katika jamii ya Kiyahudi, hivyo taratibu na mila za Kiyahudi zilifuatwa ili kumfanya awe Myahudi halisi.
Pia kwa kuwa yeye ni mzaliwa wa kwanza wa kiume, ilikuwa lazima atolewe kwa Bwana, si kwa lengo la kutakaswa tu, bali kuwekwa wakfu kwa Bwana, kama ilivyokuwa sheria ya kwamba kila mzaliwa wa kwanza wa kiume na awekwe wakfu kwa Bwana. Ndugu wapendwa, tunaweza kujiuliza, kulikuwa na ulazima gani wa Yesu kwenda kutolewa hekaluni, ili hali kulikuwa na uwezekano wa kutolewa hata kwenye sinagogi? Kwanza tukumbuke kwamba hekalu lilikuwa ni moja tu, nalo lilikuwepo Yerusalemu. Hekalu ilikuwa ni sehemu ya thamani sana kwa Wayahudi. Tuseme ndio ulikuwa moyo wao wa imani, kwani hapo ndipo ibada kuu za Kiyahudi zilifanyika, na kila Myahudi alipaswa kwenda hekaluni kuabudu angalau mara moja kwa mwaka. Hekaluni pia ndipo mahali ambapo sanduku la agano lilipohifadhiwa. Hekaluni ndipo sadaka za kuteketezwa, sadaka za dhambi zilitolewa, na pia ni mahali ambapo baraka ya kikuhani ilitolewa. Sababu hii yawezekana ndiyo yenye uzito, sababu ya kutolea sadaka na sababu ya baraka ya kikuhani. Yawezekana ndiyo sababu ya msingi zaidi ambayo iliwasukuma Maria na Yosefu kwenda kumtoa mtoto Yesu hekaluni. Kwanza, ili waweze kumtolea Mungu sadaka, lakini pili, mtoto abarikiwe kwa kuwekwa wakfu, kwani kwa kumweka mtoto wakfu kwa kumtoa kwa Bwana ilikuwa ishara ya kumtenga mbali na uovu au najisi, au kumtenga mbali na dhambi. Ndugu wapendwa, Yesu alitolewa hekaluni kwanza ili kutimiza sheria, yaani Torati. Kutolewa kwake hekaluni ni moja, ilikuwa ni sehemu ya yeye kuhesabiwa kama mmoja wa taifa la agano, yaani taifa teule la Wayahudi, taifa la Mungu. Pili, ilikuwa ishara ya unabii wa kimasihi. Ndiyo maana mzee Simeoni anamtambua Yesu kuwa ndiye Masia ambaye amekuja kufanya kazi ya ukombozi. Kwa hivyo Yesu anatolewa hekaluni ili ile ishara ya unabii wa kimasihi iweze kutimia. Na jambo la tatu, Yesu anatolewa hekaluni ili kudhihirishwa ubinadamu wake. Anatolewa hekaluni ili kuonekana ni binadamu kweli kweli. Hivyo kwa kutolewa kwake hekaluni tunathibitishiwa ubinadamu wake. Hivi Kristo ni Mungu na mtu kweli aliyezaliwa katika familia ya Kiyahudi. Lakini pia Yesu anatolewa hekaluni ili kuleta ujumbe wa ukombozi. Simeoni anatoa utabiri ya kuwa Kristo Bwana amewekwa kwa kuanguka na kuinuka wengi walio katika Israeli, na kuwa ishara itakayonenewa. Hivyo Kristo anakuwa ni mjumbe, na anavyotolewa hekaluni basi ujumbe wa ukombozi unakamilika. Ndugu wapendwa, sherehe hii ya kutolewa Bwana hekaluni, hasa kupitia masomo yetu, tunapata mafundisho gani? Kwanza, tunaweza kujifunza ya kwamba Mungu anachagua watu kutoka katika hali yoyote ile ya kimaisha. Kutokana na Torati ya Musa, sadaka iliyotolewa kwa ajili ya kutakasika ilikuwa mwanakondoo au mwanambuzi, lakini hua au njiwa kwa wale wasio na uwezo, yaani kwa lugha ya kawaida watu wa kipato cha chini. Yesu anapotolewa hekaluni zinapelekwa sadaka duni, yaani hua wawili. Ndugu zangu, kuwa chini kiuchumi, kielimu, au kuwa chini katika hali yoyote au kwa namna yoyote ile sio kikwazo kwa Mungu kututumia sisi kutimiza mapenzi yake. Pili, kuwa wacha Mungu daima. Katika somo tunamwona mzee Simeoni, yeye alimwamini Mungu na alitumaini hakika kwamba hataonja umauti mpaka amwone Kristo wa Bwana. Pengine ni kwa sababu ya jina lake ambalo jina Simeoni lina maana Mungu amesikia. Hivyo sisi tukiwa wacha Mungu, tukiwa watu wa kutenda haki, watu tusio na shaka wala woga wowote, hakika Mungu atatusikia na atayasikiliza maombi, haja na mahitaji yetu pia. Pia tunamwona nabii mke ambaye ni mjane, jina lake Ana. Mjane huyu
Yeye alifiwa na mume wake, lakini licha ya kufiwa na mume wake, licha ya msiba huo mkubwa ambao alikuwa nao, amebaki na imani thabiti. Amekuwa hodari, hakuacha kumcha Mungu na wala hakuacha kumpa Mungu utukufu na sifa. Hivyo yeye alibaki daima hekaluni kuabudu usiku na mchana kwa kufunga na kuomba. Ndugu zangu, hata sisi mahangaiko ya maisha yetu ya kila siku yasiwe kikwazo kwetu cha kumcha Mungu, bali mahangaiko hayo tuyatumie kama sehemu ya mafunuo ya Mungu kwetu. Kwa njia ya mahangaiko hayo tumwone Mungu na tuone kusudi la Mungu katika maisha yetu. 3, kutoka katika somo la Injili tunajifunza kufunga safari kwa ajili ya Mungu. Maria, Yosefu na Yesu walitoka Galilaya, kijiji cha Nazareti, kwenda Yerusalemu, ambapo tunaambiwa kuna umbali wa takribani kilomita 150, ambayo ni sawasawa na maili 93. Na kwa safari ya kutembea kwa miguu ni siku 3 hadi 4, lakini kwa gari ni wastani wa masaa 2 hadi 3, lakini itategemeana pia na miundombinu. Leo tunaweza tukajiuliza, sisi safari zetu tunafunga kwenda wapi? Hivyo tuone umuhimu wa kwenda kanisani. Ni wazi kwamba wengi tupo karibu na makanisa, lakini tumekuwa na sababu nyingi za kutohudhuria makanisani kwetu. Je, ni kweli kwamba makanisa yetu yapo umbali wa kilomita 150? Je, ni kweli kwamba tunahitaji siku 3 hadi 4 kutembea kufika kusali? Hivyo tuige mfano wa Maria, Yosefu na Yesu. Licha ya umbali huo, walifunga safari kutoka Nazareti kwenda kumtolea Mungu sadaka hekaluni. Safari hii ya Maria na Yosefu kumpeleka Yesu hekaluni itukumbushe na sisi wajibu wetu wa kufika kanisani. Kwa namna ya pekee, wazazi wakumbuke wajibu wao. Wazazi na walezi waige mfano huu wa kuwapeleka watoto kanisani, kwani kwa kuwapeleka watoto kanisani wanawafundisha kusali, wanawafundisha kumtolea Mungu sadaka, lakini vile watoto wao wanapata baraka huko. Na jambo la 4 ambalo tunajifunza kutoka katika somo la Injili, tunaona Mungu anatoa nafasi sawa za kumtumikia. Hekaluni tunaambiwa walikuwepo mzee Simeoni na bibi yetu mjane huyu Ana. Watu hawa wawili ni mfano bayana kuwa Mungu anatupatia nafasi sawa za kumtumikia yeye. Wazee hawa wanawawakilisha wake kwa waume ambao wanapewa sehemu ya huduma katika kanisa. Nafasi hizi zipo kwa ajili ya wote, na Kanisa Katoliki kwa namna ya pekee daima linawaalika wote, wake kwa waume, kujitoa kumtumikia Mungu kwa ajili ya wokovu wa roho zao na wokovu wa roho za ndugu zao. Ndugu wapendwa, sherehe hii ya kutolewa Bwana hekaluni kwa namna ya pekee leo itukumbushe kuwaombea wote waliowekwa wakfu katika kanisa, yaani katika ngazi na nafasi mbalimbali za kumtumikia Mungu na watu wake. Hivyo ni mwaliko kwetu sisi sote, kwanza kuwaombea mapadre, maaskofu na kwa namna ya pekee Baba Mtakatifu, bila kuwasahau watawa wa kike kwa wa kiume, ili waendelee kumtumikia Mungu, waendelee kujitoa kwake na kwa ndugu ambao kanisa limewakabidhi kuwahudumia. Tuwaombee pia walelewa wa upadre au wa utawa, waendelee kuitikia na kujitoa wakfu kwa Mungu, hivyo wasisite kujitoa nafsi zao kwa Mungu mwenyewe. Pia tunawaombea waweze kutambua tunu, utakatifu, heshima, furaha na hazina itokanayo na kumtumikia Mungu kwa kujiweka wakfu kwake. Lakini pia kwa namna ya pekee tunao ndugu wengi ambao waliwekwa wakfu na kanisa, wakamtumikia Mungu kwa nafasi mbalimbali katika kanisa, lakini wametangulia mbele za haki. Tunawaombea wao pia pumziko la milele mbinguni. Mwenyezi Mungu asiyehesabu makosa yao, bali kwa huruma yake awasamehe dhambi zao, awajalie mahara pa faraja, mwanga na utulivu.
na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Fratel Odrick Ojino Ngusi wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo.